Mahakama imeamrisha utekelezaji wa mkataba wa afya uliotiwa saini na marais William Ruto na Rais Donald Trump wa Marekani usitishwe. Aidha, waziri wa masuala ya kigeni, wa afya na wa fedha pamoja na mwanasheria mkuu wameagizwa kutotekeleza au kuzingatia kwa vyovyote vipengee vyote vya mkataba huo hadi kesi iliyowasilishwa iamuliwe. Na kama anavyotuarifu Melita Oletenges, Jaji Chacha Mwita amesema kwamba ombi la seneta wa Busia Okiya Omtata limeafiki mahitaji ya kisheria ya kusababishwa kusitishwa kwa mkataba huo kwa muda. Amri iliyotolewa na Jaji Chacha Mwita kufuatia kesi iliyowasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtata kupinga kutekelezwa kwa mkataba wa afya kati ya Kenya na Marekani imeelezea kwamba walioshtakiwa wamezuiliwa kutekeleza mkataba kati ya Kenya na Marekani iliyotiwa saini tarehe 4 Disemba hadi kesi hiyo iliyowasilishwa isikilizwe na uamuzi kutolewa. Kadhalika, Mwita ameelezea kwamba kesi iliyowasilishwa na Okiya Omtata iliibua masuala ya kimsingi kuhusu kiukaji wa katiba na haki za kibinadamu. Katika ombi lake kwa mahakama, seneta Okiya Omtata ameelezea kwamba kuna hatari ya kukiuka sheria ya habari za siri za Wakenya na zile za kuchunga data kwa kuruhusu wageni kupata data kutoka hospitalini. Omtata pia amedai kwamba kuelekezwa kwa pesa kutoka Marekani kupitia idara za serikali na kuondoa mashirika mengine kunaleta hatari kubwa ya kuvujwa kwa pesa hizo. Kadhalika, amedai kwamba mkataba huo umepuuza maoni ya Wakenya na kwamba taratibu zilizotumika kuwafikia mkataba huo ni kinyume na katiba ya Kenya. Walioshtakiwa katika kesi hiyo ni Wizara ya Masuala ya Kigeni, ya Afya na ya Fedha pamoja na afisi ya mwanasheria mkuu. Kupitia hati kiapo, Katibu wa Afya Ouma Oluga amedai kwamba ni jukumu la serikali kikatiba kuchukua hatua kuhusu sera za nchi na kuhakikisha afya bora kwa wote. Kusitishwa kwa utekelezwaji wa mkataba huo kati ya Kenya na Marekani ni pigo kwa serikali, huku sasa maswali yakiibuka kuhusu iwapo serikali ya Rais William Ruto itatii amri ya mahakama na iwapo mkataba huo tayari ulikuwa umeanza kufanyiwa kazi. Melita Oletenges, Runinga Citizen.